Uko unasikiliza matangazo yetu ikiwa ni tarehe 15 mwezi ni wa 11 2025. Majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako the one and all in town DJP baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga. Niko na Rafael Roger Seko. Naam, niko ndani ya studio tena Baraka One TV kwenye kipindi cha habari na maelezo kujiana mengi sana ambayo tumeandaa leo. Katika kipindi cha habari na maelezo tutazungumzia mambo matatu makubwa, ikiwepo bombardement za FRDC huko Masisi na recuperation ya maantite zingine kwa FRDC baada ya kupiga magaidi wa M23, na vile vile Kabare na kwenyewe mapigano makali huko, wazalendo wakifanya gumzo kubwa baada ya kutongana magaidi wa M23, na Uvira ujio wa waziri anayehusika na mambo ya niseme sécurité alimentaire na agriculture pêche élevage, na pia ndo iko na interime ya ministeri ya industry ndio Mwindo Zange. Mario amefika Uvira. Ndio. Zange anatembeaga sana yani katika province zote za RDC na materitoire. Zange iko natembea kwenda na relancer ile maizine ambazo zilikuwa zinakufa. Ndio. Na pia kuangalia jinsi hali ya kilimo iko inaendelea. Ni kama bahati Zange tulikuwa tunamzungumzia juzi. Ndio. Tunamzungumzia juzi na jana kawa amefika. Kwa hiyo ilikuwa ni mambo mengi yamefanyika. Tutakwenda kutizama na kusikia Roger atatuambia nini ambacho kilikuwa, na tutaona gisi mazingira yalifanyika kumpokea waziri Mwindo Nzangi kutoka Kinshasa. Na alirudi jana ama leo hivi? Alirudi jana majira ya saa 2 za usiku. Basi autorite alivuka tu na Bujumbura pale. Ndio, na kamata nani avio ya usiku na hadi Kinshasa. Ndio. Hiyo mbona ni autorite hawapendi kuachia madaraka, sababu wanasafiri saa zote zenye wanajisikia. So karibuni sana ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa unapata hizi habari kila wakati. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Na swala la kukazia kabla tujaanza kuzama ni kwamba Samia amewasamehe wale wote ambao walikamatwa Tanzania. Ndio, wale 22 wale vijana. Sio wale tu. Ndio, kuna wengine. Amesema natoa msamaha kwa vijana wote walioingia kimakosa bila kujua kwa kuleta fujo barabarani. Wote walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini ya traizo. Ndio. Wale wote naombeni waweze kusamehewa, maana hawajui walitendalo. Watu wakasema mama ni mama mitano tena. Ndio. Kwa hiyo big up sana kwa serikali ya Tanzania bwana. Hatujui kama tarehe 9 itarudia tena ama ndo watalala, lakini wanasema watakiamusha tu. So tuanze na mashambulizi ya ndege za FRDC huko Masisi, ndani ya utawala wa Oso Banyungu. Nikisema utawala na maanisha sheferi. Ndio. Mara mingi tulikuwa tunasema utawala, watu wanajua utawala. Yani sheferi sawa na mtu anazungumza usultani. Wala usultani wa Banyungu, wa Oso Banyungu huko Masisi, ambako ndege za FRDC ziliweza kushambulia tena kwa mara nyingine, na hivyo kufanya vikosi vya serikali kuchukua vijiji vifuatavyo. Tunaanza na Ndete. Ndete ilikuwa bastio ya M23. Ndio, ilikuwa kabisa. Ndete kulikuwa moto sana wa M23. Pia kuna Mulema, kuna Luke, kuna pia Kishonja. Zote ziko ndani ya sheferi ya Oso Banyungu, mu territoire ya Masisi, mu Nord Kivu. Hizi village zote zimeingia mu mikono ya FRDC pamoja na wazalendo. Habari zinaendelea kusema kwamba nini kilitokea. Kilichotokea ni kwamba baada ya machokozi ya AFC M23 kujaribu kuchokoza FRDC,
ndipo FRDC ikareagire mufaso mwenye peke wanajua, Ndio. na ndo kuwa deloger M23 pale. M23 ikakimbilia mpaka kwenye maeneo ambako wanaweka kambi yao nyingine kubwa, maeneo ya Kasopo. Ni sawasawa na tunaweza kusema kutoka Sange, Luvungi, tuanze na Sange ya. Sange ndio. Sange unaenda unapita unafika kulote mabwegera mawapi, Ndio. kisha unaenda kia fro yao Kamanyola. Kamanyola ndio. Ina maana mpaka pale bado wako wanatizamana. Sasa kinachofuata ni kwa nini pia Kasopo majeshi isiende kushambulia ili waweze kuchukua haya maeneo yote, ni kitu ambacho tuko tunasubiria. So kitendo cha ndege mara zinapiga, unasikia siku moja siku mbili zinapiga, ukichukua maeneo tena zinakata, zinakuwa ziko zinaenda kupakia mafuta ama kwenda kuongezewa silaha. Ndio, niseme kwamba zinaenda kuongezewa silaha. Kwa sababu gani? Ukiona zile mavyote shots zikishapiga zinapiga moto mwingi kabisa za kuwasha kabisa, kutosha wa magaidi kwenye walikuwa wako wanakiona cha moto. Na wakati inatokea vile inatakiwa kurudia tena kubazi. Pale wanaangalia, je, hakuna kitu ambacho kinatatiza tena juu wakati irudia tena ule moto ambao ulikuwa uko nao. Na hiyo unakutanisha kwamba kwa upande wa M23 wanakuwa wanapoteza kila wakati juu M23 wale wanakuwa na wasapoti walishafunga mkono kwa wakati huu. Baba wao Paul Kagame bako na wasapoti ma drones, maana kutanisha kwamba ni maperte yenyewe kunafanya ya bure yenyewe haitamsaidia kitu ya Paul Kagame. Wanaona kwamba anafunga mikono juu M23 wakati walianza vita hivi walikuwa na madrone za kutosha, na wengine hama, na wengine walikuwa wanajitapa kwenye mitandao ya kusema kwamba wako na walishambrier maniveau ya satellite yote, hakuna teknolojia yote inaweza tumika, hata simu yote ukiongea pele watakuwa wanakusikia kivipi tu. Baldanganya watu ile wakati mpaka aseme message yote ukina message tu ya kutumia mzalendo bado kuona. Mimi nakwambia magrupu zimoja hivi, grupu WhatsApp zimoja zikawa ni makundi za maombi pamoja, vijana pamoja na Yesu. Zilikuwa magrupu WhatsApp za kusaidia kutoa mashauri, lakini wakazigeuza majina, zilikuwa makundi pamoja na Yesu. Zilikuwa Mungu anakuja hivi karibuni. Ndio. Mpaka batu ya Goma na Bukavu bakaanza kujiondoa magrupu WhatsApp zote, wakajiondoa, bakaanza kureinstall ma WhatsApp za mpya. Ndio. Hilo ni bongo, tulikuwa ni fasomo ya kudanganya watu tukesi kwamba na kucheza watu morale sana. Na ile bongo ndio walitumikisha kusema kwamba wako na radar, wako na boro moja inakuwa inakamata maavio zote yenye mbona maavio de chasse ziko kila siku zinapiga. Kwa nini basi hiyo kama maavio de chasse itakuwa sehemu fulani? Na baangusha hata vyo moja. Hakuna. Na hata wakiangusha moja hatuko na vyo moja. Ndio. Ni sawa na Urusi ataangusha vyo zake mbili. Ni kazi bure sana, wako na mamilioni na mamilioni. Kwa sababu ile ni serikali, na serikali iko na partenaria na serikali nyingine. Ndio. Utaangusha drone moja leo, tunaenda leta drone 10. Nitoe mfano hapa tu, raisi wa Korea du Nord na Kim Jong Un alipima misile nucleaire yake moja. Na hiyo wakati Korea du Sud ndio kwenye alikuwa mu mission yake officielle Donald Trump. Kupima tu moja wakaipiga tu hata tuigaspie hivi wakaipiga mumai. Tremblement ilipita kama Korea du Sud kwenye Donald Trump alikuwaka. Na wakasema walikuwa wako na za mingi juu. Mwenye anapima mwana itikia kugaspie misile moja. Mahaki kuna za mingi za kutosha. Alikuwa anapima tu aone kwamba inaweza kafanya tu gani, inaweza kaua watu gani. Ile tena nakusha kwamba M23 kwa upande huu wanaishiwa. Kwa kila siku tunasisitiza na kuinterpeller conscience yao kusema kwamba wakili asikie hii tuko tunazungumza. Bwana jirandre kwa FRDC unaleta arme yako na teni zako bwana, mie nashindwa huko. Juu hapa hii message hii hatuko tunasema tu wenyewe. Hata vile vile hata kiongozi wa FRDC mmoja alitoka kuizungumzia akasema kwamba wakati moto utaanza utashindwa kurudia, itakuwa ni kufika tu sasa. Itakuwa ni kufika, hata ukutana na mpori nyo nakaji salimini sasa. Itakuwa ni kufika tu sasa. Wanaonyesha kwamba ile politiki yao ya uongo M23 ishafika kumwisho, na ndio kutanisha kila wakati wanapigwa na hizo madrone haziko moja, na kila siku ile ni tactique de guerre. Il faut sasa maavio aerienne zinapiga, zikishapiga wale wako maforce terrestre sasa wanapambana. Na wakipambana wanachukua mahali sa mwesa ndio mko vigilant pale.
Ndio wengi sasa walipiga hapa na wakachukua hizo sehemu 4. Na Avion de Guerre kwenye inapigana baba, usikie tu mziki wao kwa kimdogo. Sio mzaa. Mimi Sasa na hebu niliwahi kupewa story na babangu, anakuambia wakati mmoja alikuwa maeneo ya Goma wakati wa vita ya zamani za Laurent Kunda. Avion ilikuwa kipiga tu dakika kama 10 hivi. Na masasi zinapigwa bunduki kubwa kubwa chini. Wewe kama ulikuwa karibu pale tu kilomita kidogo nayo. Nakwambia na vertige itakuwa na unaanguka fudi na bwana, ndege zikipiga tu aseme zinapiga vrai. Ndio. Unaona? Ndege zipige vrai. Hatuwezi fanya nani 2 jours na M23. Ndio. Juu M23 haina avion de chasse. Haina. M23 haina drones. Sasa hizi zetu. Balikuwa na bule wao wenye ulikuwa unatoka Rwanda na tusha kuangusha kama ni Bukombe. Bushaisha. Tena mlikuwa kwa avion gani? Ni bule avion mwa wenyewe bonye unakuwa na ma teknolojia mwa kitoto sana. Usibu ma Phantom 4 wanakamata wanafungieko nani kama ni bombe moya. Bana kapilote tu pale tu a distance ku wifi yabo. Wanatumana banakangusha tu chini kanasambuka tu pale. Kakienda mbali na wifi akataruka. Kanaanguka akataruka. Asi zetu ziko nakuwa Igisi mzee alikuwa Brazil. Ndio. Aliagiza drone zingine. Ndio. Na iko na safiri tena hivi kunaenda tena. Analeta zingine. Kwa hiyo tuseme tu bado tungali tuseme kwamba kwa msemo wa karibu Felix Tshisekedi voyage yake iko na kia analeta makuni ya kuchoma maadui. Tuendelee kuvoyage tu aende tulete makuni. Unaona? Akienda anarudia sawa, mzee ulienda tena niki ulileta drone 5 hizi hapa. Haya, zite pale. Akienda tena ngapi ulileta 7 hizi hapa. Tia pale. Na unaonyesha kwamba M23 kila siku wanapoteza. Moja kujisalimisha, effective inakuwa inapungua. Kile wakatungusha upande wao wanapoteza sana. Washambiwa wajisalimisha. Kujisalimisha kwao ndio faida ya sisi wote. Ndio. Kwa sababu tukiangalia kiukweli hakuna kwenye M23 itafika. Ndio. Hakuna kwa itaenda. Walikuwa nafanya vitu bila kuwa na niseme kama bila kuwa na mipango sahihi. Kwa sababu wangelikuwa kwamba wako na determination kwamba tuanzishe hii vurugu tuchukue este ya Kongo. Ndio. Si waingizie tu moto, ni moto, hakuna vya negotiation, hakuna vya nini. Wanapiga tu. Sisi tunasema tunataka tuchukue este, ndo este tu. Bangefanya hivyo na tungeona kuiangishia. Mnaenda ti baadaye tena serikali inaweza kuwamangia mai ya baridi. Angi na mtu mwenye alikuwa anakimbia mjua. Ndio. Asha choka mpe mai ya baridi. Akipiga nani tafu ya kwanza. Ndio. Ya pili atalala usingizi pale. Ndio. Usingizi kabisa. Jua na mchoko. Alichoka sana. Apiga mai ya baridi. Anasawa, unajua huko niko naenda hii mai nikiacha hapo. Ule nitakosa. Nitashia mjia. So inakuwa iko ni ngumu sana kwa wao kusema kwamba wanaweza kusonga mbele. Ni vizuri wale wote wenye walijiunga waweze kujiranda. Wale wenye wako wanaenda wanakamato juu hivi tena walikamata wengine wako wanawaingiza. Kile tunaweza kuambia tu ni kwamba mnapokamatwa achaneni paniki. Mara mingi naambiaga hivi, msio mnapaniki. Wala kufanya bride fair na wao, hapana. Mnakubali tu saa kondolo wanawapeleka. Mkifika kule ukipata tru ya kutoka chomoka. Lakini usichomoke mikono mitupu. Njoo hata na teni, njoo hata na risasi hata 2 mfuko. Leta hizo, kesho zitasaidia kutumika tena juu ya kuweza kufanya kazi dhidi ya M23. Kwa hiyo kwa taarifa hizo za huko Masisi, na niseme kwamba hii ilinipa wazo ya ile mazungumzo tuliwahi kuzungumza na kiongozi wa Observance wa Abdu wa Abubakar ambaye alisema zamani wakati vita hivi mbeleni hapo wakati walianza M23 wakati wanakuja na ile moto yao. Njoo walikuwa na moto kweli. Lakini hivi moto umeshazimika. Njoo na wakati huyo kiongozi huyo wa Abubakar alizungumza alisema kwamba mulikuwa walifika hata kama watu 10 hivi wazungu ambao walikuwa wanakuja kwa support. Walikuwa wazungu. Hivi wazungu wanakuja tena. Walikuwa wazungu kabisa, tuliwaona bien wazungu. Na mzungu akipoteza wakao 10 wanaona kama ni wengi sana. Njoo walikuwa ngakina wa mercenaires wa nguvu. Juu hata hapa maeneo Luberizi hapa wakati vita vipamba moto. M23 kwa tafuta tovola Luberizi apende pande ngambo ya juu. Walipigwaga na hawa wanani, walipigwaga na wazalendo wakapiga kabisa vizuri sana. Utanisha kwamba mule mu M23 mulitukia kama miseme complice wa kutokea Uganda. Wakakuja na watusi wa M23 wa Nyarwanda wakakuja pamoja nao.
lakini walipigwa ya ajabu, gari yao ikafikia kwa moyo ya ajabu na ikabinuliwa kabisa na ikalunguzwa na ikachomwa vizuri sana. Sio kwamba ili wakati ndio kuna moto, kwa leo moto umeshaisha. Yes. Wanabakilia tu sasa kuespere kwamba doa itawapatia resulta gani na Washington. Kwa sasa hivi wenye wako sasa wanaanza kufocus beaucoup plus ku negotiation ya M23. Tofauti na serikali. Na serikali yetu pia imesema haitaenda kuzungumza kama sisi tulivyosema mpaka RDF kwanza waweze kuondoka. Donc wanaoshikilia mpini ni serikali na wanaoshikilia upande wa makali ni M23. Hawana tena nguvu, hawana uwezo, wanalilia. Lakini yote kwa yote wasahau kabisa kama kutafanyika mixage. Hakutakuwa mixage na usipia basahau kama watakuwa amnesty. Juu serikali ilisema na hata doa pia wanazungumza hivi na Washington. Ndiyo. Yote kwa yote itafanyika okay sawa. On va dialoguer, on va se parler, lakini yote mwenye kwamba iko responsable wa crime yoyote ile. Ndiyo. Ile iko mkichwa yake. Huko mu AFC M23 sawa, lakini mie Willy Ngoma nilikometre crime fasi fulani. Ile iko mkichwa yako. Yako ndiyo. Haite na mkichwa ya Bertrand Bisimwa. Ile ni yako, wewe mtakuwa poursuivi. Ndiyo. Mie fulani Bisimwa nilifanyaga hivi na hivi. Ile donc kila mtu na erezma monde ishakuwa iko evoluiwe sana. Ndiyo. Kila kenye biko nafanya M23 kwanza biko ikuwe ni mu territoire ni munini biote biko nakuwa enregistré na hivi ile dossier zote ziko kwa affaire ya Nations Unies nyeko chargé na droit zime. Njuu ile maimage yote hata wakuwa waliua watu fasi fulani wakawazika, masatelite ziko na mavia aerienne iko. Tuulize utaniambia utaficha haitu wa satellite nyeko moewa zenye zinaona masafa marefu itashinda wewe kukomata. Zote ma crime yote wako na commettre iko repertorié. Juu après la guerre c'est la justice. Na ndio pia na yingine kwa pia hiyo hapo kwa ndugu zetu wazalendo na wao pia wako wanaambiwa mara mingi. Ndiyo. Hii mamiza yao je yuko nafanya ya kuendelea watu unaweza kupiga sasa. No. Sasa huko naona huko libre. Mekesho na wewe muzalendo isera poursuivi aussi par là. Ndiyo. Hata ufanye wewe wane uko muzalendo leo una commettre ma crime zako itakufuata tu. Na hapo sasa ndio utakuwa si wengine tunaanza kula raha. Ndiyo. Wewe mahakama inaweza kuita. Hata ukiwa munisia na RDC droits internationales itakukamata. CPI Cour pénale internationale itakukamata. Hauko waajabu kushinda ba Jean Pierre Bemba walikuwa waajabu. Walikuwa na armée na nini kila kitu. Me wakapelekwa kule. Ba president Liberia walijua waka kule. Sasa neno kutosha kwamba M23 iko nafanya kitu Kenya wajui. Na wenye watakia kula sama matunda mule mwa hivi vitu watakuwa hawaeleweki tena. Haiko hata hapa vitu tunaona. Juu hawa wote watakuwa include ndani ya hii makrimi zenye washafanya. Na ndio maana hii vitu venye wako wanaomba zaidi sana. Vitu viwili vikubwa ni kuwa amnesty na pia kuwa integre mu service za leta. Unaona? Hii vitu vile vikubwa ndio M23 sasa hivi biko banikile pale. Kisha kule wanabambia bwana, nyie kuwa amnesty sio shida. Ndiyo. Na kuingiza mu serikali sio shida. Lakini mtafuata sheria za Kongo kisi zinasema. Ndiyo. Lakini sila chini tuanze angalia ka par ka. Wewe ni nani fulani? Kwenu wapi? Wazi fulani. Data yako iko wapi? Wazi fulani. Baba wako ni nani? Hivi vyote moya. Sasa kama wewe mwenzetu uko Rwanda mara Uganda itakuwa inakula kwako. Tukiachana na Kivu ya Kaskazini. Kivu ya Kusini na kwenyewe pia ni hivyo. Ndiyo. Mapigano pia yameendelea upande wa Walungu wa Kabare kati ya wazalendo na M23 ikiwa tu ni ile ule mfumo wa kutokukubaliana na CCLF ambako wazalendo wa kundi cha Avafak ndani ya tarafa ya Kabare waliweza kuanzisha mapigano mapya maeneo ya Muchehemi pamoja na Kabukungu ikiwa sio mbali sana na sehemu panaitwa Shembayo. Ndiyo. Na mapigano hayo yalisababisha
kama kawaida watu kuweza kujitafutia sehemu pa kujikimbiza baada ya moto kuwaka katika hayo maeneo, ikiwa inaelekea pembezoni mwa Parki National ya Kahuzi Biega. So M23 na wazalendo wanaendelea kuwashana moto bila kujali masuala ya cessez-le-feu. Ndio. Huku M23 wakinyoshea kidole FARDC na wazalendo kwamba hawaheshimu cessez-le-feu, na pale mwingine pia FARDC na wazalendo na wao pia wanawarushia kidole M23 kutokuheshimu cessez-le-feu, lakini wazalendo tokea mwanzo wao wanasema cessez-le-feu si haituhusu. Kwa hiyo kama ni masuala ya cessez-le-feu muongee mwe FARDC na M23, mesi wazalendo hatuna masuala ya cessez-le-feu. Kile tutafanya hapa ni kwamba mnakuja tunawakunguta, na tukipata muda sisi pia tukijiandaa tukiwa na haja ya kuchukua silaha tunawafuata, tunawapiga, tunachukua zile zetu 2-3 ambazo tunawakuta nazo, tunasepa. Ndio hapo iko endelea huko maeneo ya Kivu ya Kusini Kabare. Na nyingine wazalendo ni wananchi. Wazalendo ni wananchi ambao wanaishi na walipata uchungu wa kuona nchi yao iko aggressive, ndio wakaingia vita. Baada ya vita watarudisha silaha. Sema eske uko na habari ile wakati ya RCD? Ndio. Wakati walikapataga wazee kipindi kile posi kama mko mngali bapiti ndio tuanga vijana sana. Hapana vijana, watoto. Wakapata wazee wakawatia kuma stade Azuhuri, stade Linite na kule Galon. Bakambe neno moja kwamba eske unajua kwamba Bafuliru abiko Bakongole. Ushesikia? Kwa nini? Nakuuliza tu, ushakusikia? Bado sijawahi kusikia. Wanakuambia Babembe abiko Bakongole. Ndio. Bamushi abiko Bakongole. Bafuliru walitokea Burundi, Bamushi walitokea Rwanda, Babembe walitokea Tanzania. Ndio. Bakongole ni Banyamulenge. Sasa mwenye udongo sasa wa Kongo wa kweli kufuatana historia ni Wambuti. Wanasema Wakongole ni Wanyamulenge, wale ndio Wakongole. Walitoka kule kubirima wakashuka paka huko Mapereni. Sasa hii Mapereni rote huko mpaka kule Bubembe, wao wanasema ni Babembe. Babembe ni Batanzania na Bafuliru ni Barundi. Bamushi Banyabungu ni Banyarwanda. Sasa huyu Mnyamulenge ni Mnyarwanda atokea wapi? Eske Mnyarwanda tu alijizala tu na ni mu plateau tu wakajizala tu puru wakatoka mle ndani. Alitoka Mugombe kosa. Labda Mungombe. Ndio masuala ya Bamute Busi hiyo yenye unasikia unasema Mnyarwanda alitokea kule kaskazini mwa Afrika. Ndio, Nilotic unashuka na Nile river nini inaitwa riviere Nile, Fleuve Nile voilà. Kushuka nayo hivyo na hivyo balifukuzwa kwanza Egypt. Juu na jitebu nabo ni Bamisri. Ndio. Wakasema Kongo ni chabu ya hadi yenye Mungu aliwaidia kwamba patatawala Kongo. Ndio. Biko na kitu unani mwakili hapa sana. Unasemaga Kongo waliahidiwa na Mungu bataipewa. Kisa Mungu alipatia Waisraeli Kanaani. Ndo mpaka leo ukanda wa mashariki kule vita ishi. Na niseme kwamba wao hawana bahati. Kwa sababu gani hawana bahati? Epoki nye wangewahi kukamata hii Kongo ni ile epoki ya 1996 ndio wangewahi kukamata, lakini kwa huu wakati juu wakati walikuwa wakikamata umoja wengine 500 inakimbia Kongomani. Wale watu ni wauaji wabaya sana. Wakati mwenyewe mko wengi sana kwa shinda. Mejui bako na keridire mwe nakimbiza watu 1000. Jutu anafanya tu Wakongomani atwagi na ile nani ya mauaji. Ndio. Ile roho ya kuwa atwagi nayo. Unaona? Sasa tunakuta wakifanya mauaji watu wanakimbia juu ya kuevite ile. Sasa baadaye tuka kujifunza kumbe hao watu tukiendelea kuwachekelea hivyo watatuonea sana. Ndio na sisi tukaanza sasa. Ile unapenda pom. Na unapewa papa. Iko ni so ni hivyo Wanyamulenge ambao wanajiita Wanyamulenge hawa Wanyarwanda wanasemaga wao ndo wenye bulongo yao, lakini kitu ambacho sio kweli. Tunaambia mara mingi ajabu walipozema arme na baungane na serikali. Napenda hata serikali ya Kongo juu hata ukiklikia hata sasa mu Google
mu 450 ribi wa Nyamulenge wako Haikuwa na hiki. mkabila za Kongo haziko. Hebu Juu tuongelee wangeitia Mwindo Zangi Zangi. national. Zangi amekuja. Ndio, Zangi amewasili majira ya saa 5 baada ya viongozi kuikaa kwa muda wa kutosha mjua pale ku frontiere kuboda kumsubiri, lakini alitoka Kinshasa na governor Jean-Jacques Purusi. Lakini kumbusho kwamba kuko hali ya sitofahamu kati ya governor titulaire na adjoint wake Enakar. Habari ambazo zinasemekana kwenye mitandao zile zipo kabisa. Kuna shida gani? Ndio hata sisi wakati tulikuwa tunafanya reportage kule kwa kuona kwetu tunaona kwamba kuna kitu ambacho kiendeki. Ndio ni kama vile walikuwa wako wanachana ka distance kidogo. Gouverneur titulaire na adjoint wake. Tanisha wakamkaribisha, wakapewa maonere kwanza Purusi kwanza kwa sababu naye alikuwa tokea Kinshasa. Akaingia kwanza yeye kwa turu ya kwanza, akapewa maonere. Baada kupewa maonere kama unavyoona akarudi sasa kumpokea yeye kiongozi Mwindo Zangi. Ndio Mwindo Zangi ameingia na karibishwa kabisa. Na alikuwa anavaa tu kama kawaida kwa sababu kiangalia ni waziri pekee ambaye alikuja anaingia mjini Uvira na kukia mshemize. Na wengine wote wanakuja kama veste kama vile wa Floribera Nzuruni, Gimwa Javita Kabombo, Aime Boji na wengine wanakujaka wanavaa vizuri sana, lakini yeye Mwindo Zangi alikuja anavaa kawaida tu, na hata pantalo kiona yenye alikuwa anavaa kama unavyoona ilikuwa ni ya kawaida tu. Na akaja mobilisation ilikuwa kabisa kutosha kwa vyama ambavyo vilikuja kumpokea. Kulikuwa chama cha kisiasa cha FDC yake Modeste Bati Lukwebo, chama darakani cha UDPS, niseme tu vile vyama vya mseto wa Union Sacrée vilikuwa pale. Kulikuwa ANC, kulikuwa DRP, kulikuwa Bireke ambao vilikuwa ni vyama ambavyo vilikuja kumpokea. Nini kimleta Zangi Uvira? Mwindo Zangi ilikuwa alikuja kutembelea kwanza viwanda. Alitembelea kiwanda cha Bwegera ambacho kilikuwa kinatengeneza mavitu fulani fulani pale maeneo ya Bwegera. Ni miaka kutosha haswa ambacho kiwanda ikiwa kitumiki, na kwa siku zilizopita wakati tulikuwa tunajielekeza Luvungi kwa kufanya habari zetu si watangazaji, nadhani uliwahi kuona hata mwenyewe DJP Father, uliona kiwanda hicho cha Bwegera mshakuwa pori nyingi sana majani, na hata wafanyakazi wamoja wako wake walikuwa wako hapa Bwegera. Lakini yeye alifanya kwanza meeting kabla hajaenda Bwegera. Alifanya meeting pale maeneo ya espace ambayo inaitwa Orange mwa Avenue Faza tujua barabara. Aka meeting yake kufanya hata dakika 20. Rais wa nchi ananitumana nikuje kuangalia. Kwanza amewasalimia raia wa Uvira. Pili anawapenda sana juu Uvira, watu wa Uvira mko watu vraiment mparmi wa peuple congolais wenye bako na esprit vraiment ya resistance, mresiste face agresseur wetu Rwanda. Juu vile vraiment alitumana, na hivyo gouvernement congolais litumana kama mashine zakia kutumika Bwegera, lakini ndio anatumana ki verifier eske comment eske manaweza kurelancer ma activité za hiyo maizine zisaidie babiana na waanze tumika makazi. Ile izine sina nini ndo alikiwa leta ile mashine rubuta. Ndio. Unasikia. Sasa na kabla janza hotuba yake alijionyesha kwamba yeye alijipresenter na maministeri shawahi kutumika zote. Na wakati alizungumzia swala la kusema kwamba Felix Tshisekedi anakiangalia jinsi atarelancer ma activité juu yapata meme siku miaka za kutosha izine ya secrétaire nayo de Kiliba haitumiki, ilifo yote zitakuwa relancer d'ici peu. Ilifo sasa yeye akiinspecter angalia jinsi makazi zinaweza zikaanzishwa. Atoka baada hapo dakika tu kama ngapi tunashukuru basi akaimba wimbo wa taifa na akachukua gari akajielekeza Bwegera, ambapo kabisa hali ilikuwa sio ambayo tulisafiri, mvua ilikuwa iko nyingi sana. Kwa hiyo tutegemee kwamba ujio wa Mwindo Zangi Secretariat ya Kiliba itaanza kufanya kazi pamoja na izine ya Bwegera. Ile izine ya Bwegera si ndio ilikuwa ya kutransformer nani bunga? Ndio bunga, mamichele, vitu gani? Na kufabrikia spaghetti. So gisi anakuja alirasire kwamba bitaanza kufanya kazi. Analize ndio gisi alirasire hivyo. Okay. Lakini kwa analize zangu niseme kwamba sina imani nayo, niko na imani ya 50%. Pourquoi? Juu ministre wa industrie haijapata miezi 2 ama 3 anatoka hapa Uvira, ambaye demissionaire hapa, ambaye Emeboji Sangara alipita kule kote. Kwa nini raporo muzaki asijikonfera siende muona bwana Malinga demissionaire, utuambie raporo hii yako ya mission effectuée Uvira tupatie nayo tujirefere nayo. Nija kutanisha kwamba kila mtu, kila waziri kwa taka justifier mafrais de mission yake kule na imsaidie angalie ta renforcement fortune zake. Ndio gisime naona tu ile yote kote kwenye alipita ministre nani Emeboji wakati kwa ministre alipita hiko. Sio kwamba ni kila mtu kwa taka apite hapo Uvira
aoneshe kwamba alipita mu zone yenyewe iko ya resistance, mwampatie Mm. ma frais de mission juu il faut atarisker maisha yake et tout consort, na wana débloquer franga za kutosha na na bose ana bloquer zile franga. Nimeona pia wazee wa rade walikuwa pale, ba coordinateur wawili professeur Ndio, wa rade viongozi wa walikuwa pale, moja wengine viongozi wa moja wazalendo. ndio wazalendo na wa vyama kisiasa walikuwa pale kuja kujipresenter, lakini upande mwingine ilikuwa kuwa moja viongozi wa moja vyama kisiasa ilikuwa ni kutafuta tumbo zao kuja kupitia kuangalia madelegation zikifika zinakuwa na wacha envelope kidogo, lakini wamegonga mwamba kupitia waziri huu Mwindo Zangi kwa sababu hawaacha hata senti. Zangi mimi siwezi kumlaumu Zangi. Unaona Kongo washatengeneza kitu kwamba minister ashapita sehemu Anaacha supu kidogo. Anaacha envelope. Ndio. Sasa ndio wote wanaweza fanya hivyo, kila mtu ashakuya banaenda bategemee bapewe nini, hata waandishi wa habari. Ndio. Wewe kama unaenda kuchukua habari pale, chukua habari na ninaurudie. Sasa unaongoa bakupatie nini? Itakusaidia. Itakusaidia hata kwa nauli. Walikuita? Kama wakukuita, haina haja ya kwenda. Kama unaenda chukua habari, gisi sisi tunafanyaga, unaenda unachukua habari, unarudia, unatangaza ile, kama unatangaza ukijisikia, unatangaza, kama hujisikii unaacha. Ndio. Ushaelewa? Lakini Mwindo Zangi mimi nampa chapeau na aendelee hivyo. Akifika sehemu hakuna kuachia sehemu societe civile envelope. Unampa chapeau wakati kuna watu wa kutosha, raia walikuja na madrapo wanakuja kumsupport. Balito. Waziri anakiangalia kazi ziko, eske nilikuita ni mobilize watu wasiba ni bakiba wanipokee? Hapana. Ndio hii problema ya Kongo iko. So Mwindo Zangi basi mlaumu. Ni ile inatakiwa tubadilishe façon ya kuwa nafanya vitu. So waziri anakuya, mnamobilize watu kule mnategemea mtapewa envelope. Hawaendaki sema juu ya mapenzi ya kupokea mtu. Waendaka juu après hapa tutapata envelope kidogo ndio. Après kuko consultation. Tunaona ba meboji kisema balukiba guy mwanja vita kisema biko nacha mafaranga za mingi. Hii franga yote kwa nini isifanye kazi za nani za serikali? Na wengine watu walikuwa wanaona pesa tu za hapa Uvira, lakini kwa zingine vyama kisiasa, viongozi wa vyama kisiasa na mashirika za kiraia walikuwa wanamkuta mpaka kule Burundi. Wanaanza ona naye kwa hoteli kwenye iko ifo tu recevoir tupatie audience. Anasema kidogo akisha wanampatia envelope, ile envelope itaonyeshwa kwa raia na utaonyesha kwamba franga za serikali ziko zinakuliwa sana. Ndio maana mimi nasema nchi yangu Kongo ina pesa nyingi sana. Kuna pesa nyingi sana zipo na zitumike jinsi inavyostahili. Inastahili. Na siku hapana waziri anakuya anaanza societe civile mnaenda kumuona envelope $10,000. Bo tuseme. Ndio. $1,000. Ndio sasa zinakuwaka. $10,000 si hapa kima ya vita alipana 10,000. Unasikia? $10,000. Haya kusha yani ya mama banakuya $10,000. Babi ya kisoda kima ya vita alipana $25,000. $25,000. Haya wengine wanakuya zile franga tuti unapiga hesabu na baetidia balikuwa pale $5,000. Bainfirmier balikuwa pale $5,000. Ile ni probleme yenye watu washatia mwakili. Sasa ifo kuwa nafuta ile. Hiyo tuishie pale wana. Mambo mengine utafuata hii mambo ya Mwindo Zangi kupitia hapa Baraka1 TV pia na Mwangaza TV. Tukutane majira ya saa 12.